katika ujumbe wa leo. Roho wa Mungu hutua katika madhabahu yako. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari kusikia? Sasa katika ulimwengu huu tuna roho mbili. Kuna roho pepo mchafu, roho chafu, roho za mizimu, roho za kichawi, roho za kiganga, roho ambazo ni pepo chafu. Yale yote yanaitwa roho. Lakini sasa mimi naongelea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ili aweze kuja kwa mtu, au nguvu ya Mungu ambaye ndiyo Roho ili iweze kuingia ndani ya mtu, lazima pawepo kitu kinachoitwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima pawepo kitu kinachoitwa madhabahu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ili amtie mtu aingie katika maisha yako, kuna wajibu, kuna umuhimu wa kuandaa madhabahu ili Roho Mtakatifu apate kutua. Kwa mfano, tunaweza tukaona vyombo vinavyosafiria kwenye maji kama meli, haleluya, ama boti na kadhalika. Ili kitoke mahala fulani kwenda sehemu nyingine, walikiandalia kitu kinachoitwa bandari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo itatoka kwenye bandari fulani na kuingia bandari nyingine ya pili kushusha mizigo, au pia kupakia kurudi kwenye bandari nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Roho Mtakatifu ndege ili toke mahala fulani, itatoka kwenye uwanja fulani na inaandaliwa uwanja wa kwenda kutua sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi inasemekana kwamba rubani sasa au dereva wa ndege anakwenda kutua mahala fulani kwenye uwanja fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweza kuona magari makubwa au madogo hayasimami popote kushusha mizigo, lakini wanasema tunasimama stendi, yanatua stendi mahala fulani, na abiria nao wanafahamu na kujua kwamba kikomo cha hili gari mwisho itatua mahala fulani, ziara yetu tumeisha, alafu tunashusha mizigo na kuelekea mitaani namna hiyo. Sasa na katika mfumo wa kimungu huko namna hiyo, Roho wa Mungu yeye ili amjie mtu aende kwa mtu, anatua katika madhabahu ya mtu huyo husika. Atatua katika maeneo, katika madhabahu ya huyo mtu mwenyewe husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza kuona aidha, hiki ndicho kinachotufanya mapema sana alfajiri tuwahi kuomba, tutengeneze mazingira inaitwa madhabahu. Mahali unatengeneza uwepo wa Mungu, unawahi mapema kwenye ibada ili tuandae mazingira ya Roho wa Mungu apate kutua kwetu au kwako. Kwa hiyo ili Mungu afanye kazi na wewe siku zote, ili Mungu apigane vita yako, kuna wajibu na umuhimu wa wewe kutengeneza au kuiandaa madhabahu. Na ile madhabahu, Roho wa Mungu, nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu utatulia na kutua kwenye ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa kama kanisa hili
tunayo madhabahu. Tunayo nini? Tunayo madhabahu. Sasa Roho wa Mungu akija kuhudumia kanisa, hiyo ni kwa pamoja. Sasa ili alihudumie kanisa, Roho wa Mungu anatua katika madhabahu ya kanisa, alafu anaanza kuwahudumia wale watu. Madhabahu ya kanisa inaweza ikawa ni hekalu, nyumba ya Mungu takatifu iliyotunza uwepo wa Mungu, iliyotunza kanuni na taratibu za kimungu. Inaweza kufanyika kwa madhabahu, Roho wa Mungu akatua katika madhabahu ili awahudumie wageni, ahudumie wenyeji, alihudumie kanisa, ni madhabahu. Lakini pia Roho wa Mungu anatua ndani ya kanisa ili ahudumie wote kwa wakati mmoja, wageni, waliokoka na hawajaokoka, watakasika, wote apate kuhudumia. Anatua ndani ya madhabahu, madhabahu ambayo ni malaika wa kanisa au kiongozi, kuhani, mchungaji. Sasa huyo anaitwa ni madhabahu ya kanisa. Inaitwa madhabahu ya nini? Madhabahu ya kanisa. Sasa kama madhabahu ya kanisa ile, kwa hiyo wengi wanavuna pale baraka, wengi wanavuna pale mafanikio. Haijalishi ni mgeni, ni mwenyeji, ameokoka, hajaokoka, watafanikiwa kupitia ile madhabahu ambayo ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo kumbuka, ni baraka za kwa pamoja. Kwa hiyo mchungaji anaposimama kwenye madhabahu, kwenye mkutano wa injili nje, sasa Roho wa Mungu anatua ndani ya yule mchungaji, anaanza kuwahudumia watu wote. Hata mlevi atahudumiwa, hata mchawi atahudumiwa. Mungu sasa habagui. Mamlaka, uwezo wa Mungu unatua ndani ya ile madhabahu ambayo ni mchungaji. Mungu anaanza kuwahudumia wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mchungaji ni madhabahu ya kanisa. Viongozi wanaofuatana na yeye ni madhabahu, ni nguzo za madhabahu ndani ya kanisa. Narudia, viongozi, watendaji, watendakazi wanaosimama kwa karibu pamoja na yeye, kama ulivyoona Musa anamtuma, Mungu anamtuma Musa alafu anamwekea Haruni. Haleluya. Sasa wale viongozi ni nguzo za madhabahu. Kwa hiyo kile kinachotoka ndani, baraka, mafanikio, uponyaji, ishara, miujiza, inayotoka ndani ya pasta kama madhabahu ya kanisa, inawahudumia watu. Lakini ile madhabahu pia ina nguzo, ina msingi, ina pembe, ina kuta ambazo pia ni wale watendakazi wanaohudumu pamoja naye mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu inapokuja kuhudumu, kufanya chochote katika kanisa, Mungu upita, anatua ndani ya wale viongozi, wale watumishi wa hudumu. Sasa huduma inatoka kwetu kama moto, inatoka kwetu kama baraka, inatoka kwetu kama chochote, kwenda kuwagusa watu na kufanya miujiza au ishara kama hizi zilizosikia. Dada anasema miaka 3 ndoa yao imeharibika, uchumba umeharibika njiani, lakini baada ya kuwa dada ametokea kuja kwa madhabahu, anaanza kuombewa, ndio akashangaa ule uchumba unaanzishwa tena. Akasema niligundua na kutambua kwamba yawezekana kulikuwepo uchawi pale umesimama. Haiwezekani miaka 3 waliachana, hakuna kinachoendelea. Alafu baada ya maombezi yale uchumba wao karudi tena. Natoka ulivyorudi tena ule uchumba haukurudi nyuma, mpaka dada anasema, mama anasema mpaka sasa natarajia tarehe 28 ngapi hizo wanakwenda kwenye ukumbi, wanafunga ndoa. Haleluya. Sasa kuna mamlaka, kuna nguvu ya Mungu iliyotua ndani ya ile madhabahu, ndani ya zile nguzo za kanisa. Sasa zikaachilia zile mafanikio, ukaanza kuhudumiwa au akahudumiwa na mwingine. Makofi kwa Yesu. Lakini pia kuna madhabahu ya kwako mwenyewe binafsi kama mtu kwa asili yake. Madhabahu ni nini au ni yapi? Madhabahu ni yale maisha unayoyaishi wewe ya utakatifu, maisha ya mwongozo wa kimungu, kibiblia, kanuni
na namna unavyoenenda. Kwa kuenenda hivyo, hiyo ndio inaitwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatua mahali patakatifu. Mungu anatua katika kituo ambacho ni wewe. Sasa anapotua kwako Mungu, ile roho ya Mungu huanza kuhudumu. Anaanza kuhudumia watu, familia yako, ndoa yako, watoto. Anaanza hiyo nguvu ya Mungu ikitua kwako kama madhabahu, inaanza kulinda maisha ya mtu. Unaanza kubarikiwa kibiashara, unaanza kupona magonjwa kwa sababu umemjengea Mungu madhabahu. Jumbe wetu nasemaje? Roho wa Mungu utua katika madhabahu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mara nyingi Wakristo walio wengi wanasema tumeokoka, lakini hawamjengei Mungu madhabahu. Wachungaji wengi wanasema nimeokoka natumika. Kuna uwezekano uko ni mchungaji lakini hajamjengea Mungu madhabahu. Kwa hiyo ili Mungu akutumie mchungaji, lazima uandae mazingira ya roho wa Mungu ili aje kuhudumia au kudumu kupitia wewe. Atue sehemu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Atue maeneo gani ili aweze kuhudumia familia, aweze kuhudumu katika biashara yako, ili aweze kuhudumu katika kitengo pia ulichonacho cha kazi ya Mungu. Lazima uandae mazingira katika moyo wako, katika maisha yako. Kwa hiyo madhabahu ni namna vile unavyoishi katika maisha takatifu. Basi hiyo ndio inaitwa madhabahu ya mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine inaitwa, ndio Mungu anasema au Yesu anasema kwamba ninyi ni hekalu langu. Kwa hiyo mtu hawezi kufanyika kuwa hekalu, nyumba ya Mungu, pasipo madhabahu ni ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unatakiwa ufanyike kuwa nyumba ya Mungu, alafu na nyumba ya Mungu hiyo pawepo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Kutoka 25. Kitabu cha Kutoka 25. Kutoka sura ya 25 mstari wa 21 mpaka 22. Mstari wa 21 mpaka 22. Ninasoma. Anasema, weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu alikuwa ni Musa, mtumishi wa Mungu. Sasa Mungu anamwelekeza namna atakachokifanya ili kujenga madhabahu au kuandaa mazingira. Nyakati hizo sasa Mungu alikuwa anapita katika sanduku la agano. Waganga, wachawi, Freemasoni, maadui wa Israeli walipigwa na kuangamizwa na miungu yao kupitia lile sanduku la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walipokuwa wakishindana, wakipigana vita wao wenyewe, wakaishiwa nguvu, walikuwa naibeba lile sanduku la Bwana, na lile sanduku la Bwana likawa linawachia nguvu kwenye kambi yao au kwenye grupu la jeshi, wakaenda vitani kupigana na wale maadui. Kwa hiyo naweza ona roho wa Mungu alikuwa anatua ndani ya masihi wake Musa, alafu anaingia ndani ya lile sanduku la nani? La Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo tunaweza tukasema roho wa Mungu anatua ndani ya Musa, Pastor Dick, alafu nguvu inasambaa kwenye sanduku la Bwana ambalo tungesema ni kanisa. Nguvu hiyo husambaa katika hekalu, katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Nguvu hiyo inakwenda kusambaa, inaingia pia hata kwa mitume wengine au watendakazi, viongozi wengine. Ninarudia, akamwambia weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. Ushuhuda haikuwa ushuhuda kama uliosikia na mshukuru Mungu amefanyika. Hapana, ilikuwa ni mahubiri, maelekezo, maandiko, sheria za nani? Za Mungu. Ndio ilikuwa inaitwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ameniambia, roho wa Mungu amesema na mimi, nimetumwa juu ya hiki na kile. Ndio ilikuwa inaitwa ushuhuda. Basi akamwambia, basi utatoa yale ujumbe wangu, ushuhuda wangu, maelekezo yangu, sheria zangu, na uziweke ndani ya lile sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema na wewe tupige hatua. Mstari wa 22 nasema, nami nitaonana nawe hapo,
nami nitaonana nawe hapo. Kwa hiyo kupitia lile sanduku, kupitia Musa, Mungu akawa anaingia, anatua ndani ya sanduku lile, anaonana pamoja na nani? Na Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa aliandaa mazingira haya ili yamkini Roho wa Mungu atakapokuja, nguvu ya Mungu itakapokuja, itue wapi? Anasema 22, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Huku mstari wa 21 amemwambia iweke hizo shuhuda katika sanduku la Bwana katika kiti cha rehema. Kwa hiyo anakuja kutua, kuzungumza na Musa, lakini katika madhabahu aliyoandaa ambayo ni sanduku la nani? Mahali atakapotokea Roho wa Bwana kutulia, ili aweze kuzungumza na wewe au azungumze na Musa, ampe maelekezo. 22 narudia, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayoagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Makofi kwa Yesu. Unaweza kuona sasa vizuri kama tuko pamoja. Anaandaliwa mazingira, namna na jinsi Mungu atakavyokuja kutua aweze kusema na Musa, lakini pia Musa kwa kuandaa mazingira ili aweze kupewa ujumbe au maagizo kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaweza kuona ili Musa aonane na Mungu, ili Roho wa Mungu aseme naye, maagizo ya Mungu yaje, asikie sauti ya Roho Mtakatifu, alitakiwa kuandaa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu ili aje kwako akutumie, Roho Mtakatifu aje kwako akupiganie vita, inaidependi namna gani, jinsi gani ulivyomheshimisha na kwa kumwandalia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu walio wengi hawana madhabahu. Haleluya. Watu walio wengi hawana madhabahu. Kwa hiyo utaweza kuona mtu anaweza kuhangaika, anatafuta uso wa Mungu, anatafuta nguvu ya Mungu, anataka aone Mungu, anataka Mungu amjibu, ambariki, amtendee, lakini unajikuta sasa Mungu hawezi fanya chochote kwako kwa sababu wewe binafsi ndani ya moyo wako, maisha yako hayajakaa kama sehemu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunabaki kulaumu na kunungunika, Mungu ameniacha, ameacha ndoa yangu, ameacha biashara yangu, ameacha watoto wangu, ameacha miradi yangu, Mungu ametutupa mkono. Lakini kubwa katika yote, Mungu lengo na dhumuni lake anachotaka, anataka mahali pa kutua. Aingilie wapi? Ahudumu akiwa amesimama wapi? Aseme na wewe, lakini katika mazingira yapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo madhabahu ya mtu binafsi, ili Mungu akulinde, Mungu akuhudumie, hata ikiwezekana Ibilisi adui anapotokea kuzuru asikuweze, inategemea madhabahu uliyoijenga katika maisha yako. Lakini kama mtu ni muongo, mtu ni mzinzi, mwasherati, kama mtu ni mchawi, kama mtu ni mlevi, kama mtu hayafanyi mapenzi ya Mungu, maisha yako yote unampendezesha Ibilisi, unanufaisha ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maisha ya namna hiyo ndio madhabahu uliyoijenga. Kwa hiyo Ibilisi yeye ana uwezo wa kuja na kuingia pale, akatua, akafanya kazi na wewe, akahudumu na wewe, maana moyoni mwako hakuna ibada, moyoni mwako hakuna vitendea kazi vya kimungu, bali kuna vitendea kazi vya Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpaka mtu atakapokuwa ameijenga madhabahu. Haleluya. Madhabahu ni maisha yako uliyoyajenga, mazingira uliyoandaa. Mtu akiwa ni muombaji, ni mtu mwenye ibada, ni mtu mwenye kujitoa, basi utendaji wa namna hiyo, basi yule mtu atakuwa ameiandaa madhabahu. Mungu ama Roho wa Mungu, nguvu ya Mungu inatua kuja kwa mtu huyo, anahudumiwa yeye na anaweza pia atahudumiwa na watoto wake. Hapa Mungu anamwambia Musa, nitakuja na kupitia katika hiyo madhabahu, kwenye sanduku la Bwana na kwenye kiti cha rehema, na kukupa maagizo, kusema na wewe
lakini pia anakupa maelekezo kwa ajili ya wanako au kundi lako. Hii inapata picha kwamba Mungu anaweza akahudumu ndani yangu, akanielekeza jambo la kufanya kuhusu maisha yangu, lakini bado pia akanipa baraka kwa ajili ya uzao nilionao kama familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu walio wengi wameshindwa kupata pawa ya Mungu, na Mungu naomba kujibu. Unasema Bwana nipe, Mungu nibariki, Mungu niongezee, Bwana nitatulie, nipiganie vita. Atue wapi ili aanze vita pigana na maadui wako? Hana sehemu ya kutua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana sehemu ya kutua ili aweze kutenganisha na mitego ya maadui. Lakini huyu mtu kama ni mlevi, kama ni kahaba, kama ni mzinzi, na kama anaabudu nguvu za kuzimu, anaamini waganga, anaamini ushirikina, basi wale pepo wachafu, nguvu za giza, Freemason, uchawi, ushirikina, wale pepo wachafu unakuwa umewaandalia madhabahu. Kwa hiyo madhabahu yao wanaingia kwa sababu naona kilicho ndani yako. Umejenga kiti, umetengeneza sanduku la dhambi, umetengeneza sanduku la uovu, basi pepo mchafu, roho chafu atatua kwako, kwa sababu ndiyo madhabahu iliyojengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama umejiepusha na mazingira na maisha machafu ya dhambi ya uovu, basi kwa kufanya hivyo unakuwa unamtengenezea Mungu madhabahu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Hebu angalia kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania. Kwa hiyo Mungu anashindwa kufanya kazi pamoja nasi, pamoja na watumishi. Waebrania sura ya 10. Waebrania 10. Waebrania 10 mstari wa 5. Kwa hiyo Mungu atashindwa na ushindwa namna ya kupigana vita au kukutetea, kukufadhili, kwa sababu hana madhabahu ya kusimama ndani yako. Waebrania 10 mstari wa 5 anasema, kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni usema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mwili ni hekalu la nani? La Mungu. Mwili ni madhabahu. Mwili ni madhabahu na ni hekalu la nani? La Mungu. Sasa anasema yawezekana wenda dhabihu na matoleo ukuwa tayari, lakini mwili na roho uliniwekea tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani ya mwili wa mtu ni hekalu, ni nyumba ya Mungu, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwili unatakiwa kuweka tayari roho ili ikae. Roho inalindwa, inafunikwa na ule mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwili una uwezo wa kufanya kuwa madhabahu ya Mungu. Mwili una uwezo wa kufanya kuwa madhabahu ya Mungu, maana hakuna roho iishio pasipo mwili, na hakuna mwili uishio pasipo roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili roho iendelee kukaa ishi, inategemea mwili, lakini pia na mwili uendelee kuishi, usioze, usipate majeraha, unategemea roho. Ni kweli, si kweli? Sasa miili yetu ni nyumba ya Mungu,
Miili yetu ni madhabahu. Sasa itategemea madhabahu yako hiyo ambayo ni mwili. Katika mwili huo una uvalishaji, lazima wakishe unavaa nguo ambazo zinampa Mungu utukufu, nguo za heshima. Haleluya! Lakini mwili wako kwa kuwa ni nyumba ya Mungu, unatakiwa uepushe na mapambo ambayo Mungu hajakuwekea. Mapambo, hebu wote tuseme mapambo. Mungu amekumba wewe ni mweusi, amekumba wewe ni mweupe, lakini amekumba ni maji ya kunde, sio mweusi, sio mweupe. Kwa kuwa mwili huo ndio hekalu la Mungu na ndio madhabahu, mwili unatakiwa uheshimu, usiuchafue, usiunajisi. Kwa hiyo mtu anapochukua mwili wake kaugeuza kinyume na maumbile ya Mungu alivyokuumba, basi umeivunja madhabahu ya nani? Madhabahu ya Mungu. Unapotoa mwili wako huo kauchubua kwa kutumia mapodozi ya aina mbalimbali, ukatoka katika hali ya weusi iliyokuwa nao au wekundu, maji ya kunde ya wastani, ukajikuta sasa umekuwa ni kama Muhindi, kama Mwarabu, lakini sio umbile lako. Umeivunja madhabahu ya nani? Ya Mungu. Mungu yeye mwenyewe alikuumba yeye mwenyewe kwa malengo na mazumuni kwamba mwili ni hekalu langu, mwili ni wa kwangu. Alipendeza hivyo Mungu yeye mwenyewe kwamba kwa sababu wewe umeumbwa kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Yeye Mungu kwa mapenzi yake, ili akae kwenye huo mwili, ili apate sehemu ya kuingilia, Roho wa Bwana aingie humo. Anayeutumia mwili na kuhudumu kupitia ule mwili ni yeye mwenyewe nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haupasi kumfundisha Mungu kuumba au kumkosoa Mungu kwamba sasa ili hekalu Mungu jalipamba vizuri, ili hekalu ambayo ni mwili wangu, ili ambayo ni madhabahu mwili wangu hajaweka vizuri, alafu kachukue tena sura nyingine. Utakuta mtu anachukua tena si lipstick anajipaka mwili mzima, anabadili mwili wake ngozi nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta anafanana kama ukuta, ni kama chokaa, mwingine mzungu, lakini ukimgusa hivi ile rangi yote inatoka inabanduka. Lakini muumbaji aliyekuumba Mungu amekuumba hivyo yeye mwenyewe, maana yeye anatarajia, ndiyo amekufanya kwa mfano wake. Roho wa Mungu anatua ndani yako. Yeye aliyekuumba hivyo, ametengeneza hivyo, ni raha yake, ni mapenzi yake, ili aje kutua kwenye nafasi ukiwa vile vile yeye ndivyo alivyokuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kosa kubwa na ni dhambi unapobadili maumbile yako ukabadili mwili wako. Ina maana umeivunja madhabahu ya Mungu, nyumba ya Mungu aliyojenga yeye mwenyewe, alafu unaweka vitu vingine vya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye kitu hicho. Tunayo mafuta mengi. Fuatilia unapoenda dukani, tuna losheni nyingi, lakini kati ya hizo losheni na mafuta hayo, jihadhari sana na kitu ambacho kinabadili umbile lako, kinachoweza kubadili ngozi yako. Mwili huo ni hekalu, ni nyumba ya Mungu. Aliumba hivyo. Ni sawa sana mtu ambaye ni wewe, unapopanga maisha yako, nasema mimi nitajenga nyumba ya namna hii, nitaweka mabati ya kawaida au nitaweka mabati ya misauzi, lakini nitajenga nyumba ambayo ina kanopi mbili mbele na nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaweka nyumba ambayo ina sebule moja, dining moja kwa moja, hakuna cha ya wageni, hapana. Yaani ni sebule himo moja. Ni mapenzi yako, ni kama ulivyojali wewe mwenyewe. Na yeye Mungu alipanga akasema, huyu nitampa pua fupi, huyu nitampa macho kama ya Glory, lakini huyu pia nitampa tumdomo tudogo, lakini mtu huyu nitampa masikio makubwa, lakini mtu huyu nitampa macho ambayo utafikiri ni kama yamelegea, ni kama labda utafikiri labda yuko kwenye dilipo. Lakini mwingine Mungu akamfanya amenenepa, mwingine akamfanya mwembamba wa saizi ya kati, mwingine akampa mwili umeumuka sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maumbile ya Mungu jinsi alivyotaka kukuumba wewe, ambaye Mungu amekuandaa hivyo ili apate namna ya kuingia kwenye ule uwanja au katika ule mwili, aweze kukuhudumia wewe na familia, aweze kuhudumia, aseme na wewe, au pia aweze kuhudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa unashangaa mpaka hata wanaume na wao wameanza kujitubua mwili, wanajipaka mafuta ya kuuza mwili wao. Ni dhambi na ni unajisi moja hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alipomuumba mwanadamu jinsia ya kiume, akampa nywele ambazo jinsia ya kiume ukichunguza kufuatilia ziko tofauti na jinsia ya kike. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni umbile la Mungu alikupa nywele hizo, ni umbile la Mungu alikupa ngozi mwili huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pale unapokwenda ukabadilisha zile nywele, ukazibadilisha zikawa kama za mzungu, kama za wa Somalia, kama za Wahindi, wewe umebadilisha umbile la Mungu. Wewe ni nyumba ya Mungu, wewe ni madhabahu. Mungu anakuja kutua pale ili aanze kukuhudumia wewe, au pia aseme wewe ni sanduku la nani? Sanduku la Bwana na kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema na uzitwae zile shuhuda zangu na kuziweka katika lile sanduku. Sasa neno la Mungu linakaa ndani ya sanduku ambaye ni wewe na mimi. Zile shuhuda ni sheria za Mungu, zinakaa ndani ya moyo wako. Basi wewe ni sanduku, wewe ndio madhabahu. Kwa hiyo kupitia wewe kama madhabahu, kama ukiwa umejenga, umeandaa mazingira Mungu atulie wapi, Roho wa Mungu aingilieje kwako, basi kupitia wewe watu watahudumiwa, watu watapona, watu watabarikiwa, Roho wa Mungu atapita kwako kujenga na kufundisha. Kwa hiyo wale ambao tunamtarajia Mungu twende mbinguni, ni wajibu wako, ni muhimu sana. Jihadhari, jitahadharisha na vitu vya namna hiyo. Usibomoe nyumba ya Mungu au madhabahu ya Mungu. Usiharibu ramani yake alivyojenga yeye, ukae vile vile. Wengine akawapa kucha fupi, wengine kucha ndefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa itakuwa ni ajabu, unasema Mungu, ili hekalu lako kucha ulizoziweka, mapambo uliyoweka sio yenyewe, anachomoa zile kucha anaweka kucha nyingine. Umemkosoa Mungu na umeivunja madhabahu yake ambapo anatakiwa aingilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wanachukua kope za macho, wanachomoa, wanaweka kope za kwao ambazo ni za bandia. Basi na maana unamwambia Mungu, nyumba iliyoijenga, mahali unapotaka kuingia, sanduku ulivyolijenga, yana ulijenga vizuri, ngoja nikuoneshe ninavyoweza kuumba. Sasa unaanza kuumba wewe mwenyewe. Yaani mwanadamu wa leo ameumbwa, amemalizika tayari, Mungu aliumba akamaliza, lakini yeye mwenyewe anaanza kujifinyanga. Mwanadamu anaanza kujiumba tena upya, anaanza kujichonga tena upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasubutu hata mpaka kuchukua madawa ya kuumua mwili, wajidunge sindano kwenye makalio, kwenye kifua, kwenye mapaja, kwenye miguu, aone kama atapata maipu, apate miguu, anenepe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kufanya hivyo umeivunja hekalu la Mungu, umebomoa madhabahu ya Mungu, na hiyo ni madhabahu ambayo Roho wa Mungu hutua kuingilia ndani yako ili ajue unaendeleaje, ili aseme na wewe, ili pia aweze kukupa kitu kingine kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya watu wengine. Sisi wala ambao tunakwenda mbinguni, wala ambao tunasema tumemcha Mungu, jihadhari na vitu vya namna hiyo. Usienende katika mkumbo, usijiungamanishe na watu wa namna hiyo. Jiondoe katikati ya kundi la namna hiyo, alafu simama na nani? Na Mungu. Nywele zako ulizopewa kazifanyie usafi hizo zenyewe, lakini usiweke kitu kingine ambacho kinabadili maumbile yako. Utakuwa umemkosoa Mungu, umebomoa madhabahu yake, sanduku la Bwana, alafu unaandaa kitu kingine. Pepo wachafu, nguvu za giza, wakishaona vile vifaa ulivyoviweka, vitendea kazi vya kuzimu ulivyounganisha pale, wanakuja pale kutua, kwa sababu unavitendea kazi vyao, kwa sababu mwili ulionao sio wa kwako, sio umbile lako, ni mwili bandia. Ngozi ulionayo ni ya bandia.
Sura ulionayo si ya kwako, umbile ulionayo si la kwako. Umejigeuza ukawa kama roboti. Kucha si za kwako. Hivyo vyote ni zana za kuzimu. Basi wale pepo, roho chafu wanaweza kutulia kwako na kufanya wanachotaka kufanya. Kwa sababu gani? Wewe sasa umeandaa madhabahu ya vitu vyenye madhabahu moja kwa moja. Roho wa Mungu amekukimbia, alafu ile madhabahu pepo chafu wanakaa na kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasoma ni Waebrania 10:5. Anasema kwa hiyo ajapo ulimwenguni, asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Kwa hiyo mwili uweke tayari kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Mungu. Mungu anasema nini juu ya mwili wako? Taratibu zipi unazotakiwa kutunza ule mwili? Mavazi yapi unatakiwa yavae? Mwili wako uheshimu kwa ajili ya Bwana, uweke kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana, apate sehemu ya kuja na kutua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tulivyotangulia kusema, sasa huyu ni mwanamke amepewa mavazi ya kike, lakini la ajabu utashangaa, huyo mwanamke ndiye amebadilika kavaa mavazi ya kiume. Mwili wako umeugeuza kuwa mwili wa kiume. Ina maana unamwambia Mungu, ulinikosea Mungu kuniumba mimi nikiwa mwanamke, sasa nabadilisha, navaa suruali ili nikuoneshe Mungu ulikosea. Mimi ni mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni nini? Mimi ni mwanamume. Ulimwengu sasa umekwenda mbali sana, umekwenda mbali sana, mpaka unavyosikia kwamba kuna jinsia zinazofanana wanaoana. Ili jambo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefika wakati madaktari wamefika wakati kumbadili jinsia ya kike, wanaibadili kuwa katika mfumo wa jinsia ya kiume, wanamfanya kuwa jinsia ya kiume, wanachonga umbo la kiume na kuliweka katika jinsia ya kike. Kwa hiyo utakuta mwanamke anaoana na mwanamke mwenzake, wako nyumba moja wanaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta ni jinsia ya kiume anabadili umbile lake, analifanya kuwa umbile la kike. Kama unavyoweza kuona mtu amepata labda injury, ajali. Sasa kuna mara fulani nyama zimebanduka, wana uwezo kukata kwa mwili wa mtu mwingine, wakaleta zile nyama wakaunga kwako. Na hivyo ndivyo wanavyofanya nchi zilizoendelea sana, mara ambapo na madaktari wakubwa sasa wanabadili, wanatengeneza maumbo, wanaunganisha ile misuli, mishipa, anakuwa jinsia ya kiume, kumbe ni jinsia ya kike. Kwa nje ukimkutana ukakutana naye kwa nje sura anaonekana jinsia ya kike, lakini ukienda naye unakuta kumbe ni jinsia ya kiume. Wanaamua kuoana wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na wewe kama unakemea hicho kitu, unasema si chema, kwa kweli jambo hili ni baya, na vile vile na wewe daraja lako la kubadili mwili wako, kubadili maumbile yako, kubadili nywele zako ambazo Mungu amekupa, umemnajisi Mungu na umenajisi hekalu lake. Kwa hiyo Mungu badala atue kwako hudumu au afanye anachotaka kufanya kupitia mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake, sasa ile madhabahu imechafuka. Unakuta yule mtu sasa amevaliwa roho nyingine ambayo ni kinyume na mapenzi ya nani? Makofi kwa Yesu. Ukiona unasinzia, naomba usimame kabla ya kufikia. Ninaanza kuhubiri na tembea huko chini. Haleluya. Sasa madhabahu unayotakiwa kujenga ni kulinda na kuweka vizuri mwili wako kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Lakini pia ni mwili na roho. Roho yako, roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anatua kwenye mwili huo na kwenye hiyo roho. Kwa hiyo Wakristo wa leo walio wengi hawaandai madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo utakuta sasa watashambuliwa. Ndani madhabahu ya Mungu ni kile unachoishi kwacho, maisha unayoishi kwayo,
basi pepo wachafu wanaweza kushindwa kuingia, kwa sababu madhabahu ile uliyoijenga si madhabahu yao, bali ni madhabahu ya Mungu. Makofi kwa Yesu. Angalia kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya 5. Wakorintho wa pili sura ya 5, tutasoma mstari wa 17. Mstari wa 17 anasema, umefika 17? Anasema mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Anasema nini? Ina maana wewe kama ni hekalu la Mungu, ni madhabahu ya Mungu nzuri, basi utakuwa ni ndani ya Kristo na Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema basi namna hiyo ya kale yanakuwa yamepita na unafanyika kuwa kiumbe kipya. Haleluya! Yako mambo ya kale, maisha ya kale, mavazi ya kale, tabia za kale ambazo tuliishi, ambazo tulienenda kwa mienendo ile ya kale. Sasa baada ya kumwamini Kristo, ili uwe ndani ya Kristo, ili anasema hata imekuwa mtu anapomwamini Kristo anakuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu na wewe tamka, sema kuwa ndani ya Kristo. Sasa chukulia wewe umo katikati ya ndani ya Kristo, ina maana Kristo amekuzunguka, mimi niko ndani ya Kristo. Sasa ni nini ambacho kinaweza kiniasiri? Ni nini ambacho kinatakiwa kinizuru? Ni nani arushe shambulizi? Ni nani arushe kombola ilipate? Ni nani atege mtego? Ni nani anitupie chochote cha kunizuru kinizuru? Hawezi, kwa sababu mimi niko ndani ya nani? Kitendo cha kumwamini Kristo, unakuwa ndani ya Kristo, alafu tokea hapo anasema umefanyika kuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama ulikuwa ni mlevi, ukifanyika kiumbe kipya, ulevi ni wa nini? Kama ulikuwa ni mzinzi, mwasherati, baada ya kufanyika kuwa kiumbe kipya, sasa uzinzi ni wa nini? Hiyo inakupa picha kwamba mtu wa namna hiyo anakuwa hajafanyika kuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo mshirika anapofanyika kuwa kiumbe kipya, ataangalia anavaa nini kutokea pale alipookoka. Ataangalia alikuwa anatumia mafuta gani kutokea pale alipomwamini Kristo. Ataangalia anaenendaje ili aweze kuumbwa na afanyike kwa awe kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kale yamepita, yanapita. Sasa unafanywa kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Shike mkono mwenzako, muulize, je, wewe ni kiumbe kipya? Wewe ni kiumbe kipya? Kwa hiyo Wakristo wanapomwamini Kristo au warokole wa leo, ujikuta sasa bado anabaki kuwa vile vile yule, bado anatamani mambo ya ulimwengu, anatamani anasa za ulimwengu. Kwa kufanya hivyo, hujawa kiumbe kipya wala hujamjengea Mungu madhabahu. Kwa hiyo Roho wa Mungu ili aingie atue kwako, ahudumie watoto, akuhudumie na achukue ripoti yako, unachanganywa na nini na unahitaji nini, msaada unaohitaji. Akasema nitakuja kusema na wewe Musa. Sasa Mungu anakuja kufanya check up, kukagua mwili wako, anakuta wewe haujatengeneza mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujafanyika kuwa kiumbe kipya.
haujafanywa kwa kiumbe kipya. Sasa kuna wajibu, kuna umuhimu wa kila mtu kujenga madhabahu yake yeye mwenyewe binafsi. Haleluya! Ili utengeneze mazingira Roho wa Mungu atakapokuja apate sehemu ya kutua, ahudumie familia, ahudumie mke, mme, ahudumie afya yako, hata ikiwezekana pia achukue ripoti ya hiyo madhabahu. Madhabahu ni ofisi ya Mungu. Madhabahu ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kuna ripoti zinazoendelea, kilichofanyika wiki nzima na kinachotakiwa kufanyika wiki ijayo. Madhabahu hiyo, ofisi hiyo ina nini ambacho kinatakiwa kirekebishwe, kitengenezwe? Haja zako ni nini? Hoja zako ni ipi mbele za Mungu, ambacho unasema hivi, wiki hii, mwezi huu, mwaka huu, Mungu nitendee. Mungu yeye anakuja kutua kwenye madhabahu na kuangalia ni nini kinachopungua ndani yako, nini ambacho unakihitaji. Hiyo mwili wako ni nyumba ya nani? Ni hekalu la Mungu. Lakini pia mwili wako ni madhabahu. Kwa hiyo ili Mungu akuhudumie ipasavyo kwa mapana na marefu sana, anatua ndani yako kwenye ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinginevyo ndio utakuja kuona tunakuwa tuna watu walio wengi wenye kubustiwa, wenye kuwezesha na madhabahu ya Musa au madhabahu ya mchungaji. Kama si mchungaji kukutamkia, kama si mchungaji kuamuru kitu, si mchungaji kuweka mikono juu yako, hapafanyiki chochote. Kwa sababu gani? Wewe madhabahu yako ni chafu, madhabahu yako ina mapungufu. Kwa hiyo Roho wa Bwana hawezi kuja kwako akaweka mamlaka, akaweka kiti cha rehema, akaweka sheria zake. Roho wa Bwana akija kutulia kwako, ahudumu maisha yako, yahudumie, akufunike, yani iwe ndani ya Kristo, inashindikana. Kwa sababu kile ambacho nataka kiweke ndani ya Kristo kiwe kiumbe kipya, hicho chenyewe kimeungamanisha na madhabahu ya irizi, kimeungamanisha na madhabahu ya mtanda, kimeungamanisha na madhabahu ya mikoba ya familia, kimeungamanisha na madhabahu ya urevi, yameungamanisha. Sasa namna ya kuweka ndani ya Kristo au Roho wa Mungu atue kwako inakuwa ni vigumu, kwa sababu wewe unakuwa ni kama mshika mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa swali langu, Roho wa Bwana kama hajatua kwako na unamtaka aje, karibu Roho Mtakatifu, karibu Mungu wangu, Bwana nipokee, akupokeeje? Kwa hiyo lazima utengeneze madhabahu ambayo ni wewe mwenyewe binafsi ndani kwa ndani. Makofi kwa Yesu. Tumeisha mstari wa ngapi? Wa 7. Aha. Sasa dhambi, uovu ndio unaomtenganisha mtu na Mungu. Uovu, uasi ndio unaomtenganisha na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotaka kutua kwako afanye kitu, mchungaji, anakuta kwako umetunza dhambi, kwako umetunza uovu, wewe ni muasi. Sasa Mungu hawezi fanya chochote kupitia mchungaji, maana mchungaji inambidi aandae madhabahu ili Roho wa Mungu akija tuwe pale kwenye madhabahu, aanze kukuhudumia mchungaji, aseme na wewe. Musa nyakati zile alizungumza na Mungu kwa sababu alikuwa anaandaa, amepewa mwongozo na taratibu atakachofanya. Roho wa Mungu aanze kusema na wewe, lazima uandae madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia kitabu cha Warumi sura ya 15. Warumi 15. Warumi sura ya 15. Umepata? Warumi 15. Warumi 15 mstari wa 4. Anasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na
tumaini. Yote yaliyotangulia na kuandikwa yaliandikwa ili tupate kitu cha kutufundisha pale na mwongozo pale, iwe baraka kwetu. Haleluya! Na tupate namna ya kusimama katika mwongozo wa Mungu. Ndiyo malengo ya yale yaliyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Kwa hiyo sasa neno la Mungu linapokujia ni yale yaliyoandikwa. Sheria ya Mungu inapotumwa kwako kaipokea ni yale yaliyoandikwa, ili upate kuishi maisha ya namna hiyo, ili tupate kuishi katika kanuni na protokoli ya Mungu namna hiyo. Yamkini ikawe baraka kwetu, ikawe faraja kwetu, na tujipatie ushindi ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa kuyatendea kazi yale ambayo tunajifunza, unakuwa unatengeneza, unajenga madhabahu. Na mtu anapokuwa amejenga madhabahu, akawa mbali na dhambi, farume za giza, pepo wachafu, adui, mikosi, balaa, haikupati. Kwa sababu gani? Ulimjengea Mungu madhabahu. Mungu kwetu ni baraka, Mungu kwetu ni uponyaji, Mungu kwetu ni ukombozi na wokovu. Mungu kwetu sisi ni majibu ya maswali yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inatakiwa Mungu akae ndani yako, apate sehemu ya kuingilia, na unakutana na Mungu katika madhabahu yako uliyoijenga, ukisema naye, Bwana nataka hiki, Roho wa Mungu nataka hiki, Mungu nitetee hapa, Mungu nipigania, nina maono haya, nina malengo na shabaha ya namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu ukutana na Mungu katika madhabahu yako wewe mwenyewe. Madhabahu yako ndiko nako kutania na nani? Na Mungu. Ujumbe wetu unasemaje? Rudia tena. Roho wa Mungu anatua katika madhabahu yako. Kwa hiyo watu walio wengi hawana madhabahu. Badala ya madhabahu ya Mungu kuna madhabahu ya pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi inatengeneza madhabahu ya pepo wachafu. Pepo wachafu wanatafuta uovu, nguvu za giza wanatafuta uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile dhambi inasababisha wale pepo wachafu waje kwako na kutulia. Hebu nitumie mfano huu, labda utanielewa. Nani anaitwa na Mary wapi? Hebu njoo kumbele, labda hao watu watanielewa kwa mfano huu. Hebu sikiliza. Wakati ninamwombea na Mary, ilikuwa ni siku ya mkesha, nadhani juzi, na watu walikuwa, unakumbuka? Weka mkono wako kitoni, unisaidie labda kushuhudia jambo hili. Mbona nilikuwa na watu wengi hapa? Napata wawili tu. Ama staji usikuwepo? Adiliano ukwepo? Walio kuwepo namwambia dada wewe. Haya, shusha mkono. Sasa wale pepo walisema wanapitia wapi kuingia kwa dada wewe? Anakumbuka? Kwa Adiliano ndio kutusaidia. Wale pepo wanapitia wapi kuingia kwa dada wewe? Walisema kitu hicho. Una kitu unajifunza hapo? Sasa wale pepo wachafu wanamtafuta huyu mtu, hawampati. Wanasema na kiumbe kilicho ndani, kwa maana ujauzito wako ulikuwa unatafuta kuroga, wanatafuta wampati. Na wakija kumtega huyu inashindikana. Walianza wanapita, atakuwa ni mjomba, si baba mdogo, sielewi. Ni nani? Ni baba mdogo. Sasa baada ya dada kujenga madhabahu yake, akasimama na Mungu, akosi ibada, akosi maombi, anasikiliza ujumbe, akasimama dada ni mtoaji fungu la 10 vizuri. Hebu mwingine anisaidie. Walisema kwamba wanaona sadaka zake ilikuwepo. Wakasema dada huyu tunajaribu kumtafuta, atumpati kwa sababu ya sadaka zake
ambazo anatoa fungu la 10. Wanasema yani huwezi kumfikia, huwezi kumuona. Tunaona mamilioni, wakati dada yeye ana kipato chake ni kidogo, lakini katika ulimwengu wa roho ile 1000 yake ile 700 yake inajenga madhabahu. Wanamfuata inashindikana, wanamvuta inashindikana, wanaona mbele yake pamejipanga sadaka kubwa sana. Walisema tunaona mamilioni. Kwa hiyo maisha anayoyaishi dada huyu ni madhabahu. Tuko sawa? Amejilinda na wizi wa zaka, amejilinda na uongo, amejilinda na magomvi, amefanya kila kile. Sasa pakawa wanaingia ndani asiye baba mdogo wake. Sasa anainuka kwa hasira, ni mlevi ni nini, anamtukana huyu, wanakuazana. Anapokuazana dada alipokuwa anapata hasira kupita nyuma, wale pepo wachafu wanatua. Kwa hiyo unapotenda dhambi ya hasira ya namna hiyo, wale pepo wachafu wanafanya nini? Wanaingia. Hapa kuna jitu linasinzia. Kwa tamti ambazo tunaona roga chunga. Tikawaidezi. Tutawatambua kwa tabia zao. Inaweza ikawa linachechea hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, tuendelee na darasa hili. Sasa dada alipokuja kipindi cha nyuma namwombea, nikamwambia sasa tunakwenda kumuondoa, tumweke nje ile baba. Nikamwambia nakwenda kuomba, tutamtimua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa naweka mkono juu yake, ninasema navuta kwa jina picha na kiburi cha mtu huyo wanayempitia, nikisema piga toka kwenye nyumba hiyo, toka kwenye familia hiyo, sisi tena nimesema. Hebu dada niambie, yuko au hayuko? Akatoka nyumbani bila kujua kitu ndani nini. Kama mchawi anavyotuma roho chafu, kaacha mume wako, ukamfukuza mke, ukatoroka shule, ukaacha mji, ukatupa Samaria kuondoka. Sasa na sisi upande wa pili nikasema huyo mchawi, huyu mtu anayemtumia tunakwenda kumuondoa mle ili wasipate njia kupitia. Sasa yule mtu akawa ni kwazo kwa huyo. Anaweza akawa ni mume wako, anaweza akawa ni mke wako, anaweza akawa ni mtoto, ni nini. Kwa hiyo alipokuwa na kuwazika wakajibizana vibaya, ile mishale ya wachawi inakaa hewani imetegwa. Akitenda dhambi wanatoa kwenye ile madhabahu. Na unapotenda dhambi, ile roho wa Mungu anatoka, panaingia roho wa uasi wa dhambi, pepo chafu wanaingia. Sasa ile matunguli yao, uchawi wao, akipita nje na kanyaga vinamuingia, akienda tuone vinamuingia, akirusha chote inaingia. Sasa walichokituma ile mapembe na kambi nyingine ya hewani. Kwa hiyo kama umejenga madhabahu ya safi na salama, hawakuwezi wala hawawezi kuingia, kwa sababu umeandaa madhabahu. Sio mwizi wa zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kidogo anachokipata anasimama, anajifunza neno. Kwa kujifunza neno na kulitendea kazi, hiyo ndio madhabahu. Sasa baada ya kurusha kombola ile tukamuondoa, akabakiza na katoto. Mtoto wako ana miaka mingapi? Ana miaka mingapi? 4. Fikiria mtoto namna hiyo, miaka 4. Sasa wakaanza kupitia ndani ya katoto, akikatuma maji, akisema leta chumvi, akikanyaga nyanya, akisukuma supu ikadondoka chini, mama ili akasiriki. Kwa hiyo wanaweza akapita ndani ya mtoto ili wakufanyishe dhambi. Kwa hiyo mama anapokasirika, huwezi jua anatoa nini kwenye kinywa chake, huwezi jua anapataje hasira kiasifa, huwezi jua. Ina maana ukiwa hivyo unatoka rohoni, anaingia mwilini. Sasa anaporudi mwilini, akatoka rohoni, akatenda dhambi, akakasirika. Sasa yale mapembe yao aliyotuma yalikuwa yamuingia, ndipo anapoingia tumboni, anaingia kwenye mikono, ingia hapa na pale. Haleluya. Sasa hiyo siri sasa wakasema tunataka tumtumie mtoto, na kweli wakaanza kumtumia. Kwa hiyo habari ya nguo yake hawaigusi, akikanyaga tunguli ndio alipopita hawafanikiwe. Wateke chochote nje, akipasi kukugusa kitaingiaje? Kwa sababu wewe ni mwili wa Kristo, wewe ni madhabahu ya nani? Na pia uko ndani ya nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha mbinu na kanuni ya kumshinda adui na kujipatia uwezo mkubwa wa kufanya mambo yako mengi kaza wakaza. Haleluya. Biblia inasema kwamba hapapasi kuwepo uchawi juu ya Yakobo. Yakobo akiwa mtakatifu, Yakobo amejenga madhabahu,
ameuachia mwili wake kuwa nyumba ya Mungu, basi moja kwa moja maisha yako yaishi wewe kama Yakobo, unakuwa umemjengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nakufundisha kanuni na asili ya madhabahu ya Mungu ni huyu mtu mwenyewe na kilicho ndani ya moyo wake. Sasa wakaanza kupita ndani ya katoto, kafanya ndivyo sivyo. Ikiwezekana daftari ipotee, ikiwezekana kamwage maji chini, ikiwezekana kalambe sukari kaibe, wakatumie katoto kawe kakorofi na nini. Sasa mama afike akati tamaa, sema kitoto hiki ni ulimbo kabisa, yani mimi sikupendi, bora kama ungekufa ni kufuru. Hivi nilikuzaa tarehe gani nini? Hivi bora kama ungekaa tumboni kufiamo. Yani hizo ni kufuru mbele za nani? Kwa hiyo ulimi wako unaweza kusababisha kuvunja, kuharibu, kuchafua madhabahu ulionayo. Hakuna anayetakiwa kuwa na mamlaka na uwezo kupita uwezo wa madhabahu ya Mungu unayokuwa nayo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namna ya kumshinda Ibilisi, dada huyu ambaye ni wewe, anatakiwa kutambua na kujua kwamba Ibilisi anaweza kapita mlango upi, pepo wachafu anapita wapi, maadui watakushinda. Ukienda kwenye biashara, ukiuza chochote sokoni, ukifanya chochote kile, hapata kupa mafanikio. Kwa sababu gani? Wewe sio madhabahu wala sio hekalu ya nani? Sio hekalu ya Mungu. Hebu sikiliza, ufalme wa giza ulipo na mbinu. Sasa ni Mkristo tu mwenyewe ambaye hana mbinu, lakini mimi leo nakupa mbinu. Fikiria, amesimama na Mungu. Kuna wakati mwingine watu wanajiuliza, mtu kwa nini anavamia na pepo chafu? Kwa nini mapepo yanirudie? Pepo kukurudia ni kwa sababu ya dhambi. Haleluya. Ni kwa sababu ya dhambi. Kanisa linapovamiwa ni kwa sababu madhabahu ya kanisa imechafuka, imeharibika. Ambaye ni mchungaji, ambaye pia ni nguzo, ambaye ni uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga kelele, sema nitamjengea Mungu madhabahu. Tamka, sema kwa kusikia neno hili ninaijenga madhabahu. Namjengea Mungu madhabahu. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Dada huyu akosi ibada ya Alhamisi, akosi Jumapili, akosi mkesha. Anazingatia anachojifunza. Hiyo ndio picha na kioo. Wanasema tunajaribisha kumpata, tunashindwa. Kufika kiwango cha hawakuwezi, ina maana umekwenda kwenye level ya utakatifu uliojenga katika mazingira yako, maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpaka hivi leo wana mlango mmoja unaopitia, wapitie kwenye kitoto hicho cha miaka 4. Hebu fikiria kiwango hicho. Haleluya. Kitoto cha miaka mingapi? 4. Wakatuma mchawi, nenda pale mifundi cherehani, ukajifanye umeleta nguo ishone. Lakini dada alivyochukua ile fundi pima yao, alivyoiweka hivi kwenye mwili wake, huyu anavyoiweka hivi kwenye mwili wa yule mtampili, anasema nikasikia shoti ya moto ile mchawi. Yeye yuko kwenye mambo yake, lakini yeye ni madhabahu. Yeye roho wa Mungu iko ndani yake. Kwa hiyo kitendo cha kumgusa ile mtu mchawi, alipokuja amevaa vyote vikapigwa shoti, tungesema kwa lugha nyingine vikaanza kuyeyuka na kuputika. Yeye anapima, kumbe anampima ile mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu fikiria kiwango hicho. Mamlaka ya Mungu inakujaa kwa sababu inakaa ndani yako na inaanza kufanya kazi hata pia bila kuiamuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wanavamiwa. Alafu nikisema hivi mtu anakwenda kwenye habari ya pepo, magonjwa. Mambo yako yafanikiwe, unachojaribisha kinakwama. Malengo yako yajatimia mwezi wa 8 wa 9, na yale yaandaye mwaka mzima yanazidi kufeli. Kwa nini ya feli wakati Kristo Yesu anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake? Kuna kitu kinakuwa kinapungua kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sasa nikufundishe jambo hili upate kugundua na kuelewa kwamba kuna umuhimu wa kuokoka wewe kwa kumaanisha. Haleluya. Kuokoka yani yenyewe. Hebu waza na kufikiria. Waza na kufikiria tena, sawa? Dada huyu amesimama, baada ya kusimama wanapitia kwenye kitoto kichanga cha miaka 4. Tuko sawa? Sasa kiwango hicho mpaka bado mchawi anamtafuta.
anapita mlango unazibwa, anapita hapo nazibwa. Sasa kinachotakiwa sasa, anatakiwa afike kiwango cha kusimama, cha kuwa yeye ni madhabahu na hekalu la Mungu. Roho wa Mungu atue na kuishi kwake, kiasi cha kwamba hata wakipitia mtoto ashambuliwe huyu, hata wakipitia wifu mjomba huwezi kushambuliwa. Haleluya! Kiwango hicho ni kipi? Ni yale anajifunza namna hii, anachukua ripoti yake kinachoendelea. Kumbe yule mtoto atakapovuruga, lazima ajue atakapompiga mtoto, lakini awe na kiasi ambavyo kwamba asifike wakati kuwa na hasira mpaka asitende dhambi. Wakati anamkanya na anampiga mtoto, Biblia imesema mtoto apigwe, lakini ajilinde kwenye kinywa chake, asiwe na maneno ambayo anaweza akawa na kufuru. Bila shaka hapo kuna mahali fulani ambapo anaweza akawa anakosea, anafanya mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuchukue ushuhuda huu na mbinu anaitumia wachawi. Nenda kwa mke wako, jiulize kuna nini kinachoendelea. Nenda kwa mume wako, utapata majibu, anafanyikaga nini. Nenda kwa jirani huyo, mnaishije. Kwa namna vile unavyoishi ni sababu tosha ya kusababisha wale pepo wachafu waingie, watue kwako, umewajengea ile madhabahu. Namna unavyoishi pasta, mchungaji, kiongozi, inasababisha Roho wa Mungu akae kwako na afanye kazi, akulinde, akuhudumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Mungu akamwambia Musa, kupitia hilo sanduku la agano utaweka ushuhuda huo, na itakuwa ni kiti cha rehema. Anasema nitakuja kusema na wewe, lakini pia nitakuja kusema na wewe kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa huyu Mungu anasema naye, anaingia kwa ajili yake na kwa ajili ya Mwisraeli wake ambaye ni mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ona madhabahu inaweza ikafanya hata sehemu ya mtoto wako. Madhabahu hiyo ulionayo ikiwa imeilika vizuri, umekaa katika utakatifu, inatakiwa ifanye hata katika sehemu ya mtu unayeishi naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hicho ni daraja na kiwango cha madhabahu ulioijenga. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Nenda kae. Kwa hiyo mtu akiwa amejenga madhabahu moyo wake, anaweza kuishi na adui mchawi asikuzuru chochote. Kama mtu amejenga madhabahu ya moyo wake, mwili wake, anaweza kuishi na mtu ambaye hajaokoka. Pepo wachafu wakalenga kupitia mtu huyo, ila kwa sababu ana maarifa, nikifanya hiki, nikikengeuka hivi, wale pepo wachafu, mizimu ya bibi, mizimu ya mama itanipata tena. Unajiazari na hiyo roho chafu au mashambulizi hayo yasiingie kwako, ili usije ukanajisi madhabahu yako. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Kwa hiyo pepo wachafu hawawezi kuingia ndani ya mtu. Ajali, mikosi, mashambulizi mabaya, yale ambayo yanatumwa na ulimwengu wa giza, haviwezi kukaa kwako wala kuingia kama umejenga madhabahu ambayo ni wewe. Naongea na mtu hapa? Nasema na mtu hapa? Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo wale pepo wachafu wanaweza kutuma kahaba wa kike ili akuingize kwenye mtego utende dhambi. Wale pepo wachafu, nguvu za kuzimu, wanaweza kutuma kahaba jinsia ya kiume ili akufanyishe dhambi, au mwanamke wa mtu au dada ambaye wala hajaolewa. Hiyo ndiyo kazi ya ufalme wa giza. Ili waweze kukupata, wanapita katika madhabahu uliowaandalia wewe. Kwa inaposikia Biblia inasema kwamba zivunjeni madhabahu, yakateni, yachomeni yale masela yao, ni zile mienendo na tabia ambazo pepo wachafu wana uwezo wa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pepo wachafu wana uwezo wa kuingia ndani ya kanisa wakatawala, kwa sababu kanisa tuna mafarakano. Kwa mfano, pepo wachafu wanaweza kaingia ndani ya mchungaji kwa sababu mchungaji mwenyewe hapatani na watu wake. Pepo wachafu wanaweza kaingia kwako kwa sababu wewe ni mwizi.
wa zaka. Yaani ni madhabahu tayari umewawekea, umekwisha wajengea na kuandalia, watatua ndani ile madhabahu. Maana wewe ni mwizi, maana wewe ni mzinzi, maana wewe ni muongo, maana wewe ni mwenye hasira, unatunza hasira tokea asubuhi mpaka jioni. Wewe si mwaminifu. Madhabahu ni namna unavyohudhuria ibada, namna unavyoomba. Madhabahu ni jinsi na namna unavyobeba kitengo ama vitengo kadha wa kadha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Bwana nia nisaidie walioko nje warudishe ndani. Kuna mambo mimi nayafahamu kuliko unavyoona wewe. Pepo mchafu anaweza kuondoa mtu mmoja au watatu. Alafu kuanzia hapo anaanza kuvuta wote. Zinakuwa ni ibada hizi mbili. Unanisikia? Ingia ndani. Uwezi kurudi ndani, chapa rabo ene nyumbani. Kanisa kwa Yesu, mpigie makofi. Katika jina la Yesu. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza ni kuonesha madhabahu inavyojengwa. Wafalme wa kwanza. Huyu mtu alijenga madhabahu, akamjengea Mungu madhabahu, alafu ile madhabahu pia ikafanya kazi na upande wa mtoto wake. Wafalme wangapi nimesema? Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza. Wafalme wa kwanza sura ngapi nimesema? Sura ya kwanza. Ninasoma. Wafalme wa kwanza sura ya ngapi? Ya kwanza nimesema? Sawa. Mstari wa 47. Mstari wa 47. 47 mstari. Kuna mtu amepata hapo? Nataka tusiachane. Mstari wa 47. Mstari wa 47. Uliyepata soma tusikie. Uliyepata simama usome tusikie. Sura ya kwanza mstari wa 47. Neno la Bwana. Na tena watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu Mfalme Daudi, wakisema, Mungu wako na alikuze jina la Suleimani kuliko jina lako, na kukifanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti chako. Na naye mfalme akainama chini juu ya kitanda chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hawa watu walikuja kwa mfalme ambaye alikuwa ni nani? Ni Daudi. Haleluya. Lakini Daudi wakati anakuja kwa mfalme alikuwa kwenye kiti cha baba yake, au nyumba hekalu ambayo ni ya baba yake nani? Suleimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona Suleimani alitangulia kujenga msingi, alijenga madhabahu, na ile madhabahu ndio akaja kuirisi mwanaye. Na wale watu walipokuja kaangalia kinachoendelea kwa Daudi, wamekuja kumbariki, wakasema na Mungu akubariki na alikuze jina la baba yako kuliko jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana nini? Aliyetangulia kujenga pale ni Suleimani. Aliyejenga hekalu, aliyejenga madhabahu ni nani? Suleimani. Hii inakupa picha kwamba madhabahu ya mtu anayetangulia, madhabahu hiyo ina uwezo kuleta matunda ndani ya mke wako au mume wako. Madhabahu hiyo pia inatakiwa pia kumlinda mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo madhabahu ambayo tumeijenga kama kanisa inatakiwa
ilinde, ibariki hata pia watu wengine nao kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama madhabahu, viongozi watenda kazi, tunapokuwa tumekuwa madhabahu safi na salama, sasa yule atakayekuja atainuliwa, atabarikiwa kupitia ile madhabahu iliyojengwa ambayo ni mimi na wewe. Sasa Suleimani akaijenga madhabahu, akamutumikia Mungu, akahudumu pale hekaluni humo kwenye madhabahu, yakaacha misingi na taratibu kadha wa kadha. Sasa na huyu mwanaye Daudi anapokuja kusimama pale, Daudi akainuliwa, Daudi akabarikiwa, Daudi alifanikiwa, Daudi akawa na mamlaka na uwezo wa Mungu, lakini ni kwa sababu ya ile madhabahu iliyojengwa kama msingi wa baba ya. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa najifunza nini hapo? Unapata picha kwamba mimi kama madhabahu ya kwangu iko vizuri, basi na maana na mwanangu atabarikiwa kupitia katika ile madhabahu. Mwanangu analindwa kupitia ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mashambulizi yanayotokea kunizuru mimi, wakishindwa, wanashindwa kwa sababu nimemjengea Mungu madhabahu, ametua kwangu. Roho wa Mungu anatua kwangu. Na watakapojaribu kumfuata mwanangu, watakuta anapinywa kuna ulinzi, kwa sababu Daudi ambaye ni mtoto wa Suleimani amesimama, anatembea, yuko juu ya madhabahu ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza sentensi yao kwamba hao watakuja kumtembelea, wanatambua umuhimu wa madhabahu na ipi madhabahu inayotulinda na inayomlinda Daudi. Mstari 47 anasema, na tena watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu mfalme Daudi. Walifika ili wambariki Daudi ambaye wakati alikuwa ni mfalme. Anasema wakasema, hebu wote tamka, sema wakasema. Basi anasema, Mungu wako na alikuze jina la Suleimani kuliko jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hata zile dua na ile maombi anasema hivi, Mungu alikuze jina, utukufu wa Mungu ushuke kwenye lile jina la Suleimani, kwenye ile madhabahu aliyojenga Suleimani, kuliko jina lako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tungesema Mungu alikuze jina lako, Mungu akutumie wewe, uwe juu, uwe na mamlaka na uwezo kuliko mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana unapata picha, mtoto anapita kwenye madhabahu yako, familia italindwa na madhabahu uliyojenga wewe, ndoa inalindwa na madhabahu uliyojenga wewe, mwanamume atanusurika kupitia madhabahu uliyojenga wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulicho nacho moyoni, namna mazingira uliyoandaa, una uwezo kusababisha adui asifike kwenye mji wako. Unaweza ukasababisha miradi yenu iendelee isonge mbele. Sisi tulicho nacho, pasta mchungaji alicho nacho, tumite pasta mchungaji kama ndiye Suleimani. Sasa waliokuja wanakuambia we kiongozi, anasema hivi, ubarikiwe wewe, lakini pia Mungu alikuze jina la baba yako, mchungaji wenu wa madhabahu hii. Kwa hiyo mchungaji anatakiwa kuiandaa madhabahu kwa ajili yake mwenyewe, ili ahudumiwe, atumiwe, alindwe, na kwa ajili pia ya kanisa kijumla. Na wewe vile vile unatakiwa kuandaa madhabahu kwa ajili yako wewe mwenyewe, uhudumiwe, ulindwe, unufaike, Mungu apate sehemu ya kutua kuingia kwako, na kwa ajili ya kanisa lako la nyumbani, na kwa ajili ya familia yako wewe mwenyewe. Naweza sema kwamba Daudi alibarikiwa, alifanikiwa, alishinda maadui, alipigana na watu wengi wa Filisti akawashinda. Kwa sababu gani? Kulikuwepo mamlaka pia inayotoka katika kiti cha rehema, katika sanduku la Bwana, ambaye alikuwa ni nani? Suleimani baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati mwingine biashara yako, biashara yetu, maono yetu na mipango yetu inaweza haribikiwa, inaweza kafeli kulingana na madhabahu tuliyoijenga baba au mama katika ile familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo madhabahu ndio inayoachilia uponyaji ambaye ni wewe. Madhabahu ndio inayoachilia mafanikio ambaye ni wewe. Madhabahu ndio inayoachilia riziki ya kila siku ikujie
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisikilize, mchawi ana uwezo wa kwenda akaroga lango lako la biashara, akazindika duka, akazindika mradi wako, lakini kama hajakuzindika wewe, ule mradi utafanya kazi, kwa sababu Roho wa Mungu amejaa ndani yangu. Kwa hiyo kisha simama lile eneo, lile zindiko lazima liharibike. Naongea na mtu? Mradi wako utaendeshwa na utaendelea vizuri. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe Roho wa Bwana amejengewa madhabahu ndani yangu. Kwa hiyo ataanza kufanya kazi. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa, nijengeni madhabahu hiyo, nitengenezee sanduku la Bwana, weka himo sheria zangu, kanuni zangu, na ukizifuata, anasema nitakuja kusema na wewe na nitasema na wewe pia kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu huja kusema na mimi na pia atakuja kusema na mimi kwa ajili ya familia yangu au kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza haya na kufundisha haya ili nakupa nyenzo ya kupigana vita, nakupa nyenzo ya kujitenganisha na ufalme wa giza, kisha upate baraka hapo ulimwenguni na upate namna ya kwenda mbinguni. Lakini vinginevyo ufalme wa giza utakutesa, hauna madhabahu wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hauna madhabahu. Madhabahu ni nini? Ni huduma ulizonazo wewe, utumishi ulionao wewe. Madhabahu ni nini? Ni jinsi mtu alivyoshikilia anasema mimi ni muombaji. Madhabahu ni nini? Ni namna unavyohudhuria ibada na kuyatendea kazi yale ambayo unajifunza. Hiyo ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wale wengi wanafikiri ni madhabahu inayofanya kazi ndio hiki vilivyoko hapa maeneo haya. Madhabahu ni Suleimani. Alafu Suleimani ambaye ndiye Musa kwa mfano, ambaye ndiyo Pastor Diki, madhabahu hiyo ndani yake sasa itasababisha mamlaka na uwepo Mungu ndani ya hekalu au ndani ya madhabahu iliyojengwa hii kwa mikono ya wanadamu kama miti. Lakini uwezo na mamlaka unaanza ndani ya madhabahu ambaye ni wewe. Alafu ile madhabahu inakwenda kuambukiza upako na nguvu ya Mungu ndani ya Daudi. Kwa hiyo atamuona Daudi mtoto wake na Suleimani ana magari, ana mapikipiki, ana ng'ombe, ana njozi za hiki na kile, ana vitu vya mfano. Watamuona mtoto wake na Suleimani ambaye ni Daudi ana ishara na miujiza ambaye ni wewe. Lakini wakasema hivi, na ainuliwe jina lake, inuliwe Suleimani baba yako kwa madhabahu aliyoijenga, na hiyo ndiyo inaingia ndani yako kufanya kazi kwa Daudi. Akasema jina lake baba yako, jina la Suleimani, madhabahu ya Suleimani inuliwe tu kuliko jina lako. Kwa sababu gani? Wewe ulicho nacho Daudi ambaye ni mshika amri kwa mahali hapa haujakipata, hautokipata kama akijaanza kwa mchungaji ambaye ndiye Suleimani. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunachukua hapa mstari wa 47 tunapata maarifa. Kwa nini hawa watu waliokuja kumtembelea Daudi mfalme, kwa nini wanatambua jambo hili kwamba wasamani sana ni ile madhabahu iliyojengwa mpaka ikampandisha mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu ni wasamani ambaye ni nani? Ni Suleimani na ile hekalu lake. Ninasoma tena na tena, watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu mfalme Daudi, wakasema Mungu wako na aikuze jina la Suleimani kuliko jina lako, na kukifanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi madhabahu alikuwa ameikalia, uwezo aliokalia, maarifa alionayo ni madhabahu ya baba yake. Msingi maarifa Daudi alionayo alitoka kwa baba yake. Ndiyo elimu, ndio neno la Mungu, ndio utendaji, ndio upako, ndio kalama, alitoka kwa baba yake. Akasema na kiti cha mfalme Suleimani akikuze Mungu. Ndiyo hiyo utawala aliomo amepewa Daudi, lakini kutoka mikononi kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa napata majibu. Kanisa letu ili tuwe na mamlaka, tuwe na uwezo, kuna umuhimu sana wa kuijenga madhabahu. Sisi kama viongozi, sisi kama wahudumu, watenda kazi, na kupitia hiyo madhabahu watahudumiwa wengine. Nasema na mtu hapa,
Mchungaji anapoiandaa madhabahu yake vizuri, Roho wa Bwana akawa anatulia kwake, atatema neno moja tu na mtu mwingine atabarikiwa. Na wale watakaoungana pamoja naye Pastor Dick watafanikiwa. Kwa sababu gani? Yule pastor ameiandaa madhabahu ya moyo wake. Sasa amekuwa mbali na dhambi, aidha amefuata kanuni za Mungu, amefuata sheria za Mungu, kama Mungu alivyomwambia Musa kwamba iandae madhabahu ambayo ni sanduku la Bwana. Akasema basi utaweka mle maneno yangu ya ushuhuda wangu. Akasema pia humo patakuwepo kiti cha rehema. Akasema nitakuja kupitia kiti cha rehema na hiyo sanduku, nitasema na wewe na nitasema na Waisraeli. Hiyo unapata picha kwamba Mungu anaweza aseme na wewe kwa ajili ya watoto wako, aseme na wewe, aseme na mchungaji na viongozi kwa ajili ya kanisa. Mungu atapita kwa viongozi akitangaza kanisa hili ili alete ufunuo na maono kwa ajili ya kuijenga nyumba ya nani? Kuifanya kanisa lisimame. Pendwa, maneno haya yanafundisha, maarifa haya yanakupa. Hiyo ndio wokovu wenyewe. Makofi kwa Yesu. Hebu jiulize, ukoje na mke wako? Ukoje na familia yako? Ukoje sasa na mchungaji na washirika kanisani? Ukoje na jirani? Yawezekana madhabahu yako inaharibika, inabomolewa kwa sababu na wewe na mtu kama ulivyomsikia mtu huyu wa miaka 4. Madhabahu yako inachafuliwa na nini? Madhabahu yako ilishabomoka. Hekalu la Mungu ndani yako alipo. Mwili huo si mwili wa Kristo tena. Hata mwili yawezekana umemnyima Mungu, ukumwekea chiari mwili wako. Chiari na maana Mungu hana malango ya kupitia, hana njia ya kupitia. Kwa sababu gani? Haujamjengea madhabahu nani? Msikie mkono mwenzako, mwambie umjengee Mungu madhabahu. Madhabahu ndio hivyo, mtu atakuwa kwenye maombi, madhabahu atakuwa kwenye ibada moyoni, madhabahu anamtolea Mungu sadaka, madhabahu ni mtu ana kama hivi ninavyosimama. Yaani mimi ni madhabahu ya Mungu, ninahubiri Injili, nafundisha watu. Mungu anatua ndani yangu ili aende kuhubiri watu wengine, aseme nao watu. Anatua ndani yangu ili aende kumponya mama yule, baba yule. Anatua ndani yangu Mungu, anakwenda kufanya muujiza mahali fulani. Sasa kwako Mungu atue wapi ili aseme na mwako, ili aseme na mkao? Kwako Mungu atue wapi ili aandae muujiza katika familia? Ulichokipanga kipate kutimia. Mungu apite mlango upi, madhabahu ipi? Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Mungu apite wapi ili kutatua mazingira ulio nayo? Bwana Yesu Kristo. Pigie makofi. Sikiliza jambo la pili, kufundisha jambo hili upate kuelewa. Ufalme wa giza, kuna wakati fulani nilikutana nao katika vita yangu. Huyu mchawi na mganga wanasema hivi: uache kuwaponya watu, uache kuondoa kwenye vifungo vyao, na uache kuhubiri kweli na kukemea dhambi, ili sisi tukupe pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukupe pesa na tuwafanye watu wakuletea hela. Kwa hiyo pepo wachafu, nguvu za giza wanaweza kumuona mchungaji kwamba katika watu wanaoingia ibadani, wanaokuja pale atikao wamekuja kuokolewa. Unawezekana madhabahu hii ikawa si madhabahu ya Mungu, na mchungaji hana madhabahu ndani, lakini wale Freemason ni pepo wachafu, nguvu za giza, wakawaelekeza watu waje. Sasa wanapokuja pale, unafikiri na kuhisi labda watu kwa sababu ni wengi basi ndio ni na Mungu. Kuna watu wengi haimaanishi kwamba basi wewe unamtumikia Mungu katika roho na kweli. Hapana. Inawezekana pale watu wameruhusiwa waingie na wajae ni wengi, kwa sababu kila anayeingia pale haasiriki chochote, ufalme wa giza hauzuriki chochote. Wanaendelea kufanya kazi yao na mambo yao yanaendelea kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hata ufalme wa giza una uwezo wa kumwezesha mtu kwa ajili ya faida yao wenyewe. Haleluya. Ufalme wa giza una uwezo wa kuona chali umekumiliki, wamekuchukua moja kwa moja. Ule ufalme wa giza wanao uwezo pia wa kuruhusu baadhi ya baraka ili zije kwako, na zitakapokuja kwako hizo baraka waweze kufanikiwa. Haleluya. Kupitia wewe, utakachofanya na ulichofanya kinawaingizia wao kwa namna moja au nyingine. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini Mungu akikupa neema kuyajua haya, unaanza moja kwa moja kumjengea Mungu madhabahu ndani ya moyo wako. Usikubali kuwa ni shina, usikubali kuwa kituo, usikubali kuwa daraja la pepo wachafu kupitia. Ufalme wa giza uondoe kwa kumjengea nini? Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga kelele, sema kwa jina la Yesu. Tangu sasa katika kusikia ninamjengea Mungu madhabahu ya kweli, madhabahu ya kweli. Katika kusikia ninakutii, ninazivunja madhabahu za pepo wachafu. Nasikia maneno haya na kupokea maarifa, ninaijenga madhabahu katika jina la Yesu.